Habari ya kutwa wapendwa, natumaini wazima na kila mmoja amekuwa akipambana kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa bora wakati wote, au changamoto ambazo anapitia ni kuweza kuhakikisha anazikabili na kuweza kufikia malengo ambayo amejiwekea kutokana na afya yake inakuwa bora wakati wote. Ikiwa ni mwendelezo wa madarasa yetu, na sasa ni darasa la 61 la kuweza kueleza PMS au premenstrual syndrome ni nini na kitu gani ambacho huwa kinatokea, kwa sababu tunapozungumzia premenstrual syndrome ni hali ambayo ya kibiolojia, yani si kwamba drama. Ninaposema premenstrual syndrome ni hali ambayo inajitokeza katika mwili na kuweza kusababisha mabadiliko ya kimwili au mabadiliko ya kihisia ambao wanawake wengi wamekuwa wakipitia. Na hapa imeanza kutengeneza maswali mengi aidha hususan kwa jamii na kutaka kujua ni kitu gani ambacho huwa kinatokea kutokana na mabadiliko ambayo yanatokea katika mwili wa mwanamke. Mwanzoni mwanamke anakuwa na hali ya kupambana sana au anakuwa na hali ya motisha kwa kiwango kikubwa zaidi. Lakini inapotokea mwanamke anakuwa anavuka au anavuka siku zake za hatari na kuelekea katika hedhi, huwa kuna mabadiliko ambayo yanatokea. Yaani hisia zake zinakuwa za kichovu sana, au mwili wake unakuwa unachoka sana, au mabadiliko mengine ambayo yanamfanya mtu mwingine aweze kujifikiria kwa sababu gani kipindi hicho mwanamke wangu anakuwa hivi, au kwa sababu gani msichana wangu anakuwa hivi, au kwa sababu gani binti yangu anakuwa hivi, au kwa sababu gani wanawake wengi wamekuwa na hii hali. Sasa tunapozungumzia premenstrual syndrome ni hali ya kibiolojia ambayo inatokea ndani ya mwili kusababishwa na homoni ya estrogen na progesterone kushuka siku chache kabla ya hedhi au baada ya kutoka ovulation, siku yako ya hatari. Wanawake wengi wamekuwa na hasira, wamekuwa na hali ambayo huwa hawaelewi hata wao wenyewe. Inawezekana ile hali ya morali na nguvu ambayo ilikuwa nayo kipindi siku zake za hatari na kabla ya kuingia siku zake za hatari ambayo ni ovulation day, yeye kinampa hali ya tofauti kidogo. Kwa hiyo anapata mashaka, anataka kujua ni kitu gani. Kwa hiyo premenstrual syndrome ni biolojia ya mwili ambayo inasababishwa na kushuka kwa homoni ya estrogen na progesterone, ambapo dalili zake huwa unaziona katika mwili wa mwanamke, ambapo zinaweza zikawa za kimwili au zinaweza zikawa za kihisia. Tunaposema za kihisia, kwa mwanamke anakuwa na hasira sana, au mwanamke anaonekana ni mtu ambaye ana uchovu, au anaonekana ni mtu ambaye yani ana muda ambayo kubadilika. Hii ni hatua ambayo wanawake wengi wamekuwa wakipitia, hususan pale ambapo wanaelekea katika hedhi. Lakini tunaposema dalili za kimwili, ni dalili ambazo mwanamke huwa zinakuwa za kiwango cha chini kabisa, au mwili wake unakuwa ni mchovu sana, yani kiasi kwamba kama anaumwa au inawezekana akapatwa hali ya kuvimba kwa matiti na kuhisi matiti yake kuuma siku chache kabla kuelekea hedhi. Sasa ni kitu gani ambacho huwa kinasababisha matiti kuuma na hatua za kuchukua na kuweza kuwa salama? Ni madarasa ambayo tayari tushazungumza huko nyuma, unaweza kuyafuata na kuhakikisha afya yako inakuwa bora wakati wote. Kwa hiyo kuna mambo hayo lazima uzingatie kuhusiana na premenstrual syndrome. Ni kitu gani ambacho huwa kinatokea na maamuzi ya kufanya na kuweza kuwa salama wakati wote. Lakini tunapojaribu kuendelea zaidi, tunakuja kuona hii ni sababu ambayo inaweza kupelekea wanawake wakaa katika hali ambayo sio nzuri, na mwisho wa siku watu wengi wamekuwa na maswali, au yeye mwanamke mwenyewe amekuwa na maswali, ni kitu gani ambacho huwa kinaendelea katika mwili wangu. Kwa hiyo premenstrual syndrome si drama kwamba mtu akiona kwa mwanamke ajielewa na niektia au leo anifanyia vitu ambavyo sivielewi kabisa, ni tofauti na siku za nyuma. Hapana, ni biolojia ya mwili ya kukuonyesha kwamba sasa homoni ya estrogen na progesterone zimeshuka, ni vyema ukachukua hatua na kuweza kuhakikisha afya yako inakuwa salama wakati wote. Hili ni darasa la 61, usisahau darasa la 62, usisahau madarasa mengine nyuma kama hujawahi kufuatilia kabisa. Ni siri iliyojificha katika hedhi, na madarasa haya yote 100 yametolewa siku ya tarehe 28 mwezi wa 12 2025. Ni siku ya birthday ambayo nasherehekea leo, ya birthday yangu. Sasa kama hujafuatilia, basi anza kufuatilia kuanzia la kwanza mpaka la mwisho ili kuweza kupata maarifa haya. Na kama kuonyesha ungano, unaweza ku comment hapo chini ukaniwisha happy birthday, lakini pia ukachangia chochote ambacho unakifahamu kuhusiana na premenstrual syndrome. Yote ambayo atafuatilia basi aweze kujifunza zaidi. Inawezekana wewe ukawa mwanamke ukasema bwana, mimi kipindi hicho waga nakutana na changamoto 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Inawezekana isiyo changamoto, ni mabadiliko ambayo yanatokea. Kwa hiyo ukasema na kuweza kumfahamisha mwingine na kaanza kuwa salama wakati wote. Asanteni, mpaka wakati mwingine. Mwe na siku njema. Happy birthday to me.